ili huenda na sisi baada ya kusikiliza tukenda tukabadilisha mazingira ya majumba yetu, tukawabadilisha ahali zetu na wake zetu na mabinti zetu na mama zetu na nyanya zetu ndani ya majumba, kuwaeleza Ramadhani ya wema waliopita kina mama kama wao, ili na wao waweze kuwa katika hao waliopita. Laqad kanat ahwalu nisai salafi fi shahri Ramadhan, kwa hakika ilikuwa hali ya wakina mama waliopita huko nyuma, wema waliopita wakina mama walikuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, minas sahabiyati wattabi'ati, miongoni mwa wakina mama wa kisahaba, miongoni mwa wakina mama wa kitabi'i, huwa halu rasuli, hali waliokuwa nayo ndani ya Ramadhani ilikuwa ni ile ile hali aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile tulivyoelezwa hali ya Mtume ilikuwaje ndani ya mwezi wa Ramadhani, ilikuwa ndani ya Ramadhani Rasulillah yajitahidu fima la yajitahidu an ghairi, alikuwa akijitahidi mno ndani ya Ramadhani kiasi cha kwamba hajitahidi katika miezi mingine kuliko anavyojitahidi ndani ya Ramadhani. Hii ndiyo ilikuwa hali ya Rasulillah. Sasa na hao wakina mama wa kisahaba na hao wakina mama wa kitabi'i, hali zao zilikuwa ndani ya Ramadhani ni ile ile hali ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, haithu akhadhu anhu sallallahu alayhi wasallam, kiasi cha kwamba walichukua kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, walijifundisha wakina mama hawa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, walisoma wakina mama hawa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anna ramadhana shahrun lilibada, walisoma wakina mama ya kuwa Ramadhani ni mwezi wa ibada, wa taati, na ni mwezi wa taa. Walisoma wakina mama wa kisahaba kutoka kwa Mtume ya kuwa Ramadhani ni mwezi wa taa, wakadhalika walqurbati, ndani ya Ramadhani wamesoma kutoka kwa Rasulillah kwamba Ramadhani ni mwezi wa kujitahidi, mwezi wa kujisogeza karibu zaidi na Allah tabaraka wa taala. Hawakusoma wakina mama wa kisahaba mwezi wa Ramadhani kuwa ni mwezi wa mapishi. Hawakusoma wakina mama kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kujishughulisha na kupika maftari mengi, bali walisoma hawa wakina mama wa kisahaba anna shahra ramadhana, ya kwamba mwezi wa Ramadhani shahrun lilibada. Walisoma wakina mama hawa kwamba Ramadhani ni mwezi wa ibada. Wakasoma wakina mama hawa wa kisalaf kutoka kwa Rasulillah anna shahra Ramadhan shahru taat, kwamba shahru Ramadhan, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa taa, ni mwezi wa kumtii Allah, ni mwezi wa kuzidisha taa, ni mwezi wa kuongeza ibada, wal qurbati, na wakasoma ya kwamba Ramadhani ni mwezi wa kuongeza kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Wakina mama hao walisoma kuwa shahru Ramadhan huwa shahru al-Qur'an. Walijifundisha wakina mama hao wa kisahaba, wakina mama hao wa kitabi'i tabi'in, ya kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Qur'an, alladhi yanbaghi an la yudhi'a, kiasi cha kwamba haimpasi yoyote kuweza kupoteza chochote katika mambo hayo ya kumtii Allah tabaraka wa taala. Walijifundisha wakina mama ya kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Qur'an, ni mwezi wa ibada, ni mwezi wa kujikurubisha, alladhi la yanbaghi an yudhi'a fi umratin. Haikuwa wamejifundisha wakina mama hawa ya kwamba haimpasi yoyote miongoni mwa hao wanawake ndani ya Ramadhani kuweza kupoteza muda, kuweza kuto kujishughulisha na yale mambo ya muhimu, almuhimmat walmunshaghalat allati tudhi'u biha alawqat. Na waliweza kusoma hawa kina mama ya kuwa Ramadhani ni watakiwa wakina mama hao waweze kujitenga, waweze kukaa mbali na kila ambalo kwamba ni lenye
hupoteza wakati wao ndani ya mwezi huu wa baraka. Hivyo halu ummahatul mu'minin, hali ya wakina mama wa waumini ambao ni wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallama, kahala jamia nisa, ndiyo iliyokuwa hali ya wanawake wote wa kisahaba. Vile walivyo wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallama ndani ya Ramadhani, yale waliokuwa wakijitahidi nayo ndani ya mwezi wa Ramadhani, ndivyo hivyo hata wanawake wa kisahaba wa Ansari na Muhajirin ndivyo walivyokuwa nao wakiuchukulia mwezi huo, ambapo kwamba wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallama waliweza kuyasoma na waliweza radi wa sala, bali walizihifadhi sala tano kwa wakati wake. Waliziswali wakina mama wa kisahaba sala tano ndani ya wakati wake. Leo ndugu zanguni, wake zetu leo, mama zetu na dada zetu ndani ya Ramadhani wakoje na swala zao? Wanazihifadhi kiasi gani swala za faradhi? Wanazichunga kiasi gani swala za faradhi? Tuwaeleze ndugu zanguni kwamba wakina mama waliopita, wakeze Mtume sallallahu alayhi wasallama, wakina mama wa kisahaba na wakina mama wa tabi'in, wote hawa ndani ya Ramadhani walikuwa wakidumu, wakizidumisha na wakizihifadhi sala tano juu ya wakati wake. Hawakuwa tu wakiswali, bali ndugu zanguni, walizihifadhi juu ya nyakati zake, walichunga wakati wake ndugu zanguni, hali ya kuwa wanaogopa aya Allah inayosema fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawata fasawfa yalqawna ghayya, wakiwa wanatahadhari iliyokuwa kubwa na kauli ya Mwenyezi Mungu inayosema hivi punde ewe Muhammad watakuja watu katika umma wako watazinyongesha swala, wa hawatoziswali kwa wakati wake, watazichelewesha kwa udhuru wote waliokuwa nao, kwa mambo yoyote waliokuwa nayo, kwa ajili ya kumenya mhogo adhuhuri inacheleweshwa, kwa ajili ya kuhangaika sokoni adhuhuri haina nafasi, kwa ajili ya kubandika majiko matatu manne alasiri inacheleweshwa. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawata fasawfa yalqawna ghayya. Wakiogopea aya Mwenyezi Mungu kama hiyo, iliwafanya wakina mama ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wakihifadhi swala zao, wakiziswali swala tano juu ya wakati wake uliowekwa na Allah tabaraka wa taala, kama Allah alivyosema inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, hakika ya swala kwa waumini ni mkataba maalum, ni yenye wakati maalum, iliyowekewa wakati maalum. Hao wakina mama waliopita wao walidumisha swala tano kwa wakati wake. Leo sisi wake zetu wakoje na swala tano ndani ya Ramadhani? Kadhalika salawatu tarawih, wakina mama wa kisahaba walidumisha tarawehe, waliswali swala ya tarawehe. Walqiyam, na walikuwa wakisimama sana usiku ndani ya Ramadhani, kama vile ambavyo Rasulullah alikuwa akijitahidi katika Ramadhani, hivyo hivyo kina mama hao na wao waliyafanya hayo yote ndugu zanguni ndani ya Ramadhani, walikijitahidi kuhakikisha ndugu zanguni wana swali sala ya tarawehe. Leo wake zetu wakoje na swala ya tarawehe ndugu zanguni? Wangapi miongoni mwetu mama zetu wanaswali swala tu tarawehe? Wakina mama wangapi leo tarawehe inawapita hawaswali swala ya tarawehe, hali ya kuwa Rasulullah amesema man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama tufidu al-umum, inapokuja nakra inafidisha umum, ar-rijal wan-nisa, wanawake na wanaume wote wanaingia katika man. Lakini leo wangapi katika wanawake ya tarawehe inawapita? Na hao ni wake zetu, twawaaga kwamba twaenda kuswali tarawehe, twawaacha majumbani, twaamka qiyamul layl, twawaacha majumbani, hawana tarawehe, hawana qiyamul layl ndani ya Ramadhani. Mchana kutwa wako bize, asubuhi wanaamkia kwenye kuandaa iftari, kuanzia saa 7 wanahangaika na kupika. Wakifika ule wakati wa kufuturu, wako wao ndugu zanguni futari ya moto, wao wenyewe bili yao ina joto.
Baada ya hapo, baada ya isha, wamemaliza kufuturu, wamechoka, hawana muda tena na tarawih. Watu waeleze ndugu zanguni, wakina mama waliopita walijibidisha mno ndugu zanguni na qiyamul layl. Waqad qala Abu Yusuf Al-Qadhi fi kitabihi, amesema Sheikh Abu Yusuf Al-Qadhi katika kitabu chake Al-Athara, katika Al-Athara anasema anna umma al-mu'minina Aisha radhiyallahu ta'ala anha, mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha alikuwa kanat tusalli bin nisa'i fi shahri Ramadhani, mama Aisha alikuwa akiwaongoza na kuswali pamoja na wanawake katika mwezi wa Ramadhani. Walikuwa wanawake wengine wakimwendea, kama tulivyoelezwa kwamba tarawehe mtume kaswali siku kadhaa akawa aisalia nyumbani, Aisha akawa nasali. Hata baada ya mtume kufa, wanawake wengi walikwenda katika nyumba ya nana Aisha radhiallahu ta'ala anha, wakawa wanasali tarawehe pamoja na nana Aisha radhiallahu ta'ala anha. Kanat tusalli bin nisa, alikuwa nana Aisha radhiallahu ta'ala anha akiswali pamoja na wanawake fi shahri Ramadhani, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, akiwasalisha sala ya tarawehe wal qiyami, na akiwasalisha vile vile usiku, wengine wakija kusali qiyamul layl pamoja na mama Aisha. Waqad kunna kadhalika, na walikuwa hivyo hivyo hao wanawake, yaktadina binisai nabii fima allamahunna iya, walikuwa wakiwaigiza na wakuwafuata wale wakina mama ambao ni wakeze mtume kwa yale ambayo kwamba wakeze mtume wameyasoma kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ile hali ya mtume aliyokuwa nayo. Hawa wanawake wa Kiislamu walikuwa wakiiga kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo ndugu zanguni, ni wajibu juu yetu na sisi kujitahidi namna gani wake zetu waweze kuzihifadhi hizi swala ala awqatiha, kwa nyakati zake, kama walivyokuwa wakina mama hawa wa Kiislamu. Lakini hali nyingine ya kina mama hawa wa Kiislamu, baada ya kuona kwamba walikuwa wakiswali tarawehe kwa wingi, walikuwa wakifanya qiyamul layli kwa wingi ndani ya Ramadhan, jambo lingine ambalo walikuwa nalo wanawake wa Kiislamu, wakina mama wa kisalafu waliopita, kathrati sadaqati, walikuwa wakikithirisha mno kutoa sadaka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa fi sirrati nabawiyatul mutahhara, katika sira ya mtume sallallahu alayhi wasallama, anna nabiyya, hakika ya mtume sallallahu alayhi wasallama, kana jawadan kariman, alikuwa mtume ni mtoaji tena ni mkarimu mno, na alikuwa katika kule kutoa sana, fi dharwatil jud, katika kile kilele cha ukarimu, fi shahri Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhani. Hali ya Rasulillah ilikuwa ndani ya Ramadhani ni mkarimu mno, ndani ya Ramadhani ni mtoaji mno. Kwa hivyo baada ya kina mama hawa kuyaona haya, waqad iqtadati ummahatul mu'minin, wakayaigiza haya wakina mama wa Kiislamu, wao nao wakawa wanatoa sana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hadhihi ummata, huyu mama huyu Zainab binti Jahsh radhiyallahu ta'ala anha, waqad harrasat an-nisaa'u salaf, na walimuiga sana wanawake wa kisalaf pale mtume sallallahu alayhi wasallam mara moja alipowakusanya wakeze, akawa anawahimiza juu ya wao kutoa, akawaambia awwalukunna luhuqa bi atwalukunna yada, wa mwanzo wenu atakayekufa baada ya mimi kuondoka, yule atakayenifuata kufa baada ya mimi kufa, ni yule mwenye mikono mirefu. Wa kanat yatatawalna biaidiyahunna ala aljidar, walikuwa wanapimana mikono yao kwa urefu katika ukuta, wakijua kwamba makusudio ni urefu, lakini ndugu zanguni, kumbe makusudio ni kutoa sana sadaka.
alipokuja kufa Zainab ilikuja kuonekana ndiyo mikono yake mirefu zaidi, naye ndiyo mwanamke wa mwanzo kufa baada ya Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Hili ameliiga kutoka kwa Mtume, vile ambavyo kwamba Mtume alikuwa ndani ya Ramadhani akikithirisha kutoa sana, naye na Zainab binti Jahsh radhiyallahu ta'ala anha akaiga na yeye akawa ni mwenye kutoa sana ndani ya mwezi wa Ramadhani, akifanya kwa mikono yake, akipika kwa mikono yake, akitengeneza hadia mbalimbali kwa mikono yake na kisha akazitoa. Leo wakoje wake zetu na kujitoa katika mwezi wa Ramadhani? Wanajitolea kiasi gani ndani ya mwezi wa Ramadhani? Wanatoa sadaka kiasi gani kwa mikono yao ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ile futari wanayoihangaikia kuipika kuanzia asubuhi, kuanzia dhuhuri mpaka magharibi, wanawafuturisha watu wangapi? Wanaitoa kiasi gani? Wanawasaidia watu kiasi gani? Ndugu zangu, hawa ndio wakina mama wa kisahaba waliojiiga athari hizi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tuyazungumza haya ndugu zanguni, ili sisi wakina baba ambao kwamba ndio Allah katuruzuku hawa wanawake ndani ya majumba, wengine wanawake wawili, wengine wanawake wanne, mwingine ana mabinti, ana mama, ana dada, namna gani akamhimize naye ahali yake awe kama walivyokuwa kina mama wa kisalafu. Lengo la Ramadhani si kufunga tu. Jambo lilokuwa jepesi ndugu zanguni ni kuacha kula na kunywa. Tumeona katika darasa kabla ya jana hapa, hakuna kitu kilichokuwa chepesi kwa mtu kama kuacha kula na kunywa. Hawa kina mama hawakuacha kula na kunywa tu, bali ndugu zanguni, wao walikuwa ahali yako amekwenda kwa ajili ya muhadhara mbalimbali, amekwenda msikitini eti kuna darasa kakaa kitako kusikiliza, kaenda katika madarisi ambazo kwamba zinasomwa, kaenda katika halaka za ilmu ambazo kwamba watu wanafundishwa kwa ajili ya kwenda kusoma. Mara ngapi wameyafanya hayo ndani ya Ramadhani? Au Ramadhani kwao ni kushindana njaa tu basi, kwamba ni kuacha kula na kunywa, wako bize na mambo yao, ndio Ramadhani tu kwa wao ndugu zanguni? Kama vile ambavyo sisi hivi sasa tumekaa hapa ndugu zanguni, katika hadhara kama hizi, katika durusu kama hili ndugu zanguni, tuwapata faida ya itikafu kukaa, tuwafaidika ndugu zanguni. Wakina mama nao wana haki, tuwatafutie halaka mbalimbali ndugu zanguni. Tena ni mara chache katika mji wetu huu wa Handeni. Kabla ya hapa sisi tulikuwa Arusha ndugu zanguni, ndani ya Ramadhani mihadhara mbalimbali ya kina mama. Utasikia leo msikiti huu saa 4 kuna mhadhara kina mama, wanaitwa kina mama hapo. Leo saa 4 kuna mhadhara msikiti ule, shekhe unatakiwa uandae mada 6 7, pengine ndani ya wiki nzima unaotakiwa ukafanya mihadhara ya kina mama. Wakina mama wanapupia mno kwenda kuhudhuria katika harakati mbalimbali, mihadhara mbalimbali. Leo haya hatujayaona katika mji wetu huu ndugu zangu. Wakina mama katika mji wetu wamekuwa wao ni wakufunga tu basi, wako bize na kuandaa iftari ndugu zangu. Leo kuyakosa kuwaiga wakina mama wa kisalafu, kuto kuwaiga wakina mama wema waliopita ndugu zanguni. Wakina mama ndani ya majumba muda wao mwingi unatumika ni kuweza kuandaa iftari. Mwanamke anaamka asubuhi, anakosha mavyombo yaliyogandaniana jana, kuanzia iftari mpaka daku, basi akianza kuyaosha vyombo hivyo ndugu zanguni, pengine mpaka anamaliza tayari saa 4 saa 5. Baada ya hapo umpepesa ingie sokoni, abeba kapu lake aingie sokoni, akaanze kutafuta mhogo, akiuya badike kadha na kadha. Akirudi wakati anakwenda kashainjika zake tayari haragwe jikoni, kabandika haragwe jikoni, aende zake sokoni akatafute mhogo na kadhalika. Anarudi nyumbani tayari saa 7 na nusu saa 8. Hana dhuha, imempita salatu dhuha tayari, adhuhuri imempita, hana kusali adhuhuri. Aanze kumenya mhogo wake, aanze kutambua tambi zake, atengeneze kadha, aunge haragwe lake, afanye kadha na kadha ndugu zanguni, mpaka alasiri namkuta. Asiri namkuta hana muda tena hata wa kufanya dhikiri yoyote, yuko bize. Kashaona sasa hivi saa 11 ifika, anaongeza jiko la pili, au tamkaa tena jiko la pili, kama ni kuni tena ongeza jiko jingine,
yuko bize, hapa kabandika haragwe, hapa kuna mhogo, pale kuna tambi, mwingine ndo hapa anachoma maandazi, pale kabandika sufuria la uji. Yote majiko manne haya anashughulikia mwanamke mmoja. Anafanya hivyo ndugu zanguni, mpaka inaingia magharibi, yuko bize. Washakwenda msikitini, adhana ishaadhiniwa, hana hata muda wa kufungua mwadhini, na hata ule muda wa kufungua mwadhini afanya haraka haraka kutenga, kwa sababu wanarudi wanaume, wakija wakute maandazi yako tayari, wakute uji ushawekwa, wakute hiki kimewekwa. Hata ule muda wa kusema Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu dhahaba ad-dhama'u wabtallat al-uruqu wa thabatat al-ajru insha Allah, hana muda mwanamke wa kuomba dua. Yafika magharibi, anakaa kwenye dastikani, anakaa kwenye meza, anakaa kwenye mkeka, yuko hoi taabani, uji wa moto, ye mwenyewe ana joto, majasho yamtoka, hata muda wa kuomba dua hana. Akimaliza hapo, ndugu zanguni, pale pale kwenye mkeka ndo anajilaza. Watu wanajiandaa kwenda msikitini, yeye hana taimu tena, kachoka kalhimar, kama vile mzioga wa punda, hana cha tarawehe. Akishtuka hapa, anaingia kitandani kuanza kukusanya mavyombo kulisha kwenye karai, tayari afikiria daku itakuwaje, aanze kuandaa daku, pengine daku yenyewe aliwa saa 6 saa 7. Hivi ndivyo Ramadhani za wake zetu ndugu zangu, ndio Ramadhani za mama zetu zinavyokuwa, ndivyo Ramadhani za mabinti zetu zinavyokuwa. Hii Ramadhani hii wameiga kwa nani? Lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa hakika mna nyinyi kwa mtume wenu Muhammad kiigizo kilichokuwa kiema. Kiigizo kwa mtume si wanaume tu, bali mpaka wanawake. Yahitajika wanawake wajipinde katika ibada, wajipinde katika taa, wajisogeze kwa Allah, wasimamishe taalimu ndani ya majumba yao, wahitimishe Qur'ani ndani ya majumba yao, waisome Qur'ani ndani ya nyumba, wasome hadithi za mtume ndani ya nyumba, taalimu ndani ya nyumba kama Allah anavyoelekeza, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma, someaneni Qur'ani ndani ya nyumba zenu pamoja na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo ndugu zanguni, hii ndiyo iliyokuwa Ramadhani ya wema waliopita. Wakina mama wa kisalafu hivi ndivyo walivyokuwa, na sisi pia ndugu zanguni tujitahidi insha Allah, tukawahimize wake zetu wajue Ramadhani si wao kuacha chakula na kinywaji tu, bali Ramadhani ni mwezi wa taa, ni mwezi wa Qur'ani, ni mwezi wa kujisogeza karibu na Allah. Watakiwa wayafanye yale walioyafanya wakina mama waliopita. Tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie wake zetu nao waweze kuyashika haya, na sisi tuyafikishe huko na tuyasimamie haya ndani ya majumba yetu. Tuwaulize wake zetu wamesoma Qur'ani, tuwaulize wake zetu sala zao wamezihifadhi, tuwaulize wake zetu tarawehe, tuende nao tarawehe wake zetu, ili haya waweze kuyapata. Wabillahi tawfiqi wa bihadha alqalil aktafi, aqul lakum assalamu alaykum wa ashkurukum ala husni istima'ikum. Pamoja na uchovu hakusita kufika kwenye darasa. Kwa hiyo ili ya wanafunzi wetu kuwa na ile hamu ya kufikisha ujumbe kwa mtu mwingine amechoka, lakini kusema hivyo moja kwa moja Amin. Amin. Kwa hivyo inshallah umefika wakati wa maswali sasa.